بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni furaha kukutana tena katika siku tukufu kama hini na sehemu takatifu kama hini, kwa sababu ni wengi wanaokutana, lakini yatakao kukutana uangalie mambo mawili ya msingi. Mumekutana kwa ajili ya nini na mumekutana sehemu gani? Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatunga mkaenda kukutana sehemu yake kwa ajili yake, hiyo sehemu ndiyo atakaoifurahikie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dhalika yaumut taghabun, siku atakapokutukusanya liyaumil jam'i, hiyo siku yaitwa ndio siku ya kukusanywa watu wote, kila mtu atakusanywa siku hiyo. Lakini natija ya siku hiyo Mwenyezi Mungu asema dhalika yaumut taghabun, hiyo ndio siku ya watu kujuta wajutia yale mikutano na mikusanyiko waliokuwa wakikusanyika ilikuwa haimridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Elewa ndugu yangu, hakuna mkutano utakao kukutana hapa duniani ila una natija yake kesho akhira. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Ikiwa ule mkutano uliokuwa umekutana wewe, umehudhuria, umekusanyika ni wa kheri, utaushukuru siku hiyo, na ikiwa ni wa shari utajuta, kwa nini mimi nilihudhuria kikao kama hichi, kwa nini mimi nilikuweko katika mkutano kama hunu. Na ikiwa ni waheri utasema alhamdulillah, nilikuwa sikosekani katika madarasa, sikosekani katika hizbu, sikosekani katika dhikrullah, sikosekani katika sala ala rasulillah, sikosekani katika kila jambo ambalo kwamba la kukurubisha kwa Mwenyezi Mungu, wewe hukosekani. Kwa hiyo yatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tumuombe atudumishe katika vikao kama hivi, wala asituepushe tena katika mambo kama haya. Kawaida yetu kabla hatujaanza khutba humuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haja tofauti tofauti, kwa matatizo tofauti tofauti, kwa dhiki tofauti tofauti, kwa makusudiwa na malengo tofauti tofauti. Haja yetu kubwa tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyotupa hii imani na hunu Uislamu bila kumuomba, tumuomba asitupokonye. Kama alivyotujalia tukawa leo tumwamini yeye kwamba ni yeye peke yake, la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lah, naishu alaiha wa namutu alaiha, tuishi katika la ilaha illa Allah na tufe katika la ilaha illa Allah. Kadhalika tumuomba Mwenyezi Mungu asitupe mtihani katika dini yetu, asitupe mtihani katika akili yetu, asitupe mtihani katika familia zetu. Kila mwenye shida Mwenyezi Mungu amtatulie shida yake, kila mwenye dhiki Mwenyezi Mungu amuondolee dhiki yake, kila mwenye haja Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake, alioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu amtengezee mambo yake, asokuwa na kazi Mwenyezi Mungu ampe kazi za halali, wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao, wenye madeni Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao, wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema, wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema, wamezoana Mwenyezi Mungu ape kushikana mpaka khatimishana, wamezoatana Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao warejeane, wamezoteta Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao wapatane, wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu ape watoto wema, wenye watoto Mwenyezi Mungu atusilihishie watoto wetu, wajawazito Mwenyezi Mungu ajalie ajifungue salama salimini, waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali. Na leo kuna mzee wetu mzee Zuberi ambaye hako hapa, yuko Manchester, yuko kwa operation. Mwenyezi Mungu aijalie operation yake iwe ni yenye kufaulu, na kila mgonjwa waliokwenda matibabu India, walioko hapa na wasokuwa na uwezo Mwenyezi Mungu atawapa uwezo,
Waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, na sisi kifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, tufe hatuna dhulma ya mtu, tufe hatuna deni la mtu, tufe hatuna dhambi, tufe tuna radhi za wazee wetu, tufe tuna radhi za mtume wetu, tufe tuna radhi za Mola wetu. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin, amin, amin. Khutba yetu ya leo ni kuzungumzia matayarisho, namna gani tutajitayarisha kwa ajili ya Ramadhani. Walowahi kusafiri, sawa ni kwa gari, sawa ni kwa ndege, haswa kwa ndege, huwa kuna kawaida kabla ndege haijaruka lazima itembeze lile feni mpaka ione kwamba sasa imekuwa tayari, sasa toeza. Na kwa gari pia ubidi mwanzo washe ile engine, izunguke, ipandishe oil mpaka ikwambie sasa tayari, sasa oil ishachanganya, waweza kuondoka. Na hata wenye kuingia katika mambo haya, mashindano ya mbio, mashindano, shati afanye mazoezi, ajitayarishe kwa kile atakachokuingia. Lakini tujiulize suala, je, sisi twafumaniwa tu na Ramadhani? Wajua kufumaniwa ni kukutwa na kitu ambacho kwamba ulikuwa hukitarajii. Chochote kinachokukuta ambacho ulikuwa hukitarajii huambia amefumaniwa. Je, sisi twafumaniwa tu na Ramadhani au tuna matayarisho ya Ramadhani? Na kawaida huwezi kujitayarisha na kitu ila wewe wakijua kile kitu chataka nini, chahitaji nini, wakati wewe kuna mgeni mtukufu kwako wewe aja, mgeni aziz kwako wewe aja, bila shaka utakuwa una maandalizi special. Mwambie msimpikie kadhaa, hoyo apendi, hoyo kitu apendacho ni kadhaa na kadhaa, hoyo kwanza apenda utulivu, hoyo apenda sijui nini, hoyo sijui apenda nini na nini na nini na nini. Wataka kujua kile cha mwenzako, yule mgeni wako ambaye kwako wewe ana cheo, vipi utaweza kumtayarishia kwa namna itakiwavyo ili yule mgeni akifika aseme alhamdulillah, nilipata tayari, nishaandaliwa, si surprise. Lakini masikitiko, wengi katika Waislamu kwetu Ramadhani ni surprise. Kesho tuangalia mwezi, hivi kesho Ramadhani inkuja haraka. La haula, mwaka mzima imekuja haraka. Wewe ulikuwa unataka iwe vipi isije haraka baada ya miaka 3? Masikitiko, huzuni kubwa. Lakini nini tatizo? Wajua matatizo ya watakao kuingia motoni, sababu ya msingi ni ujinga. Haimaanishi ujinga kwa kuwa hawakujua. Ujinga si lazima usijue, lakini ujinga mbaya ni kuwa umejua usiamini. Ujinga mbaya ni kuwa umejua usiamini, imekuwa haina natija ya kujua. Natija ya kujua ni kuamini. Ni kwamba mambo mengi sisi hatuyaamini. Nasallallahu salamata wal afia. Sisi Ramadhani tumeitukua ni kitu culture. Kuna hizi sherehe za kiserikali hizi zaja kila baada mwaka. Mtu atakwambia tu leo bwana, mimi naenda kuna sherehe sijui za nini. Hakujitayarisha na lolote, atakwenda ule ataangalia. Ndio baadhi yetu katika Ramadhani. Lakini wale wenye sherehe huwa wana preparation. Askari wafundishwa namna kwenda paredi, mskari una nyaka 30 kwenye kazi yake. Lakini ikikurubia sijui madaraka, sijui ni jamhuri, sijui yankulwa nini day, hizo day lazima tena afanye tena mazoezi. Kwani hawajui? Akumbushwe matayarisho ili asikosee kwenye ile paredi. Kwani akikosea ndo nchi itaingia hasara? Lakini lazima ifanyike kwa nidhamu fulani, tunataka iwe hivyo hivyo. Mkono ukaenda, kwani mkono ikipishana ndo nini? Lakini tunataka kusiwe na ikhtilal, kukosea. Sasa na mimi na wewe ni ahamu
tujitayarishe tusikosee katika Ramadhani. Ramadhani every single minutes yatakiwa isipite bure, ila uifanyie istithmar, uifanyie, uiboreshe na uifanyie biashara na uitakie natija yake. Ndugu zangu, siku zote wakati mtu anapoomba dua kadhaa, ifikapo ombi ambalo kwamba wewe walihitajia, waitikia amin kwa namna ambayo sio. Lakini ikifika kwamba mathalan usema wenye wake Mwenyezi Mungu, wasiokuwa na wake Mungu awape wake, wewe unayo, utasema amin. Labda na ukisema wawakusudia wenzako, lakini angalia ule ambaye hana anavyoitika amin ya Rabbi, anaona ustadhi, hapo ndo umeomba. Wasiokuwa na kazi, Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Kila asiokuwa na kazi anasema amin ya Rabbi. Wenye kazi, Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Una kibarua kidogo lakini wataka baraka, amin ya Rabbi, nibarikiwe ya Rabbi, hii dua ya leo iwe sawa sawa. Sasa unapoomba wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape afya, sikiliza amin hapo. Wenye sukari, wenye presha, wenye nini, kila mmoja amin. Mimi sikunena wenye sukari, mimi na wagonjwa, lakini najua mimi sukari ni ugonjwa. Hata kama yeye amejenga katika saikolojia yake, mimi hii ni sukari, haipoi tena, lakini akisikia dua wenye ya Rabbi, wenye sukari Mungu ajalie wapate afya, wenye sukari wote amin ya Rabbi. Unapoomba ya Rabbi, wenye madhambi ya Rabbi wafutie dhambi zao, ni wachache. Kwa nini? Sababu dhambi si tatizo, dhambi si tatizo. Na ingekuwa dhambi ni tatizo, tungeinua sauti ya swala amin. Sasa kutofahamu umuhimu wa kitu ndio inaotusababisha kutothamini kile kitu. Asokujua, Waswahili kuambia asokujua hakuthamini. Asokujua hakuthamini, anakuona nani naye kutuletea balaa. Bwana huyu ndiye milionia mkubwa, huyu ndo anailisha, huyu ndo ni huyu kumbe. Sasa hapo muona ameshakupandisha value kwa sababu amekujua. Sasa ujinga ndio kitu kibaya sana. Sasa tufaradhie, hebu tukubaliane sote tuna madeni. Tukubaliane sote, Mungu atujalie tusiwe na madeni, lakini tukubaliane, kwa sababu tukikubaliana hili utaweza kunifahamu hii mada yangu. Tukubaliane sote tuna nini? Tuna deni. Kukaambiwa leo atakao kuswali magharibi msikiti Shibu atasamehewa deni. Leo ni mfano, sijasema mimi ukaja Shibu kwa ajili kisha kusema ustadhi mimi nilikuja Shibu sikusamehewa. Yani wewe una deni, yule anayekudai akakwambia bwana leo ukiswali magharibi Shibu au alfajiri ukaswali kwa jamaa Shibu, mimi nakusamehe ile deni. Wallahi utakuja saa 8 usiku ngoje mlango ufunguliwe, ikiwa lile deni la kutia dhiki. Ni kweli si kweli? Ikiwa tuamini kweli, sikiliza, ikiwa wewe deni lako la kutia dhiki, sikiliza. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipanda mimbari siku moja. Wakati anataka kupanda mimbari, alipopanda daraja ya kwanza akasema amin. Masahaba kaona mpya hii ni leo, huku wapanda mimbari huku wasema amin. Akipanda ya pili akasema amin. Kunani hii mimbari, kumbe ikipandwa mtu usema amin. Akipanda ya tatu akasema amin. Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wote wakashangaa, lakini kawa mtume ashapanda mimbari, wakavumilia. Lakini siku hiyo ilikuwa watu kila fikira yao wataka wajue ile amin ni ya nini. Alipomaliza kwenye khutba, wakamuuliza ya Rasulullah, ala ma amanta,
Kwa nini ulileta amin leo? Mambo gani yamekusababisha wewe mpaka ukasema amin? Kabla sijaelezea haya, pengine wengi wetu sisi husema tukiomba dua, ya Rabbi, jalia hawa walioko msikitini na wale wanaotufuatilia kwenye mitandao wafutie dhambi zao zote. Angalia muitiki, si nimewambia mimi? Angalia, hakuna amin. Si nimewambia dhambi kwetu si tatizo. Ya Rabbi, hawa waliohudhuria hapa msikitini na wale waliohudhuria kwenye mitandao, ya Rabbi, wafungulie katika senti walionazo, wabarikie. Wasikia? Umesikia? Mmetukua kipimo wenyewe. Lakini sasa mimi siko hapo. Swala langu, wewe umesema amin, wajua maana amin? Wengi sisi usema amin, lakini ukamuuliza mtu, boss, pale wewe imamu akisema walallalin, wewe wasema nini? Imamu akisema walallalin, yeye usema nini? Amin, si ndio? Je, wajua maana yake? Maana yake, ya Rabbi, nataka kufa. Hutosema tena. Hatujui sisi maana amin, wengi wetu hatujui maana ya amin. Istajib duai, niitikie hii dua iloombwa, ndo maana ya amin. Kwa hiyo umejua maana ya amin. Sasa wengine usema amin maana yake kweli. Maana yake siku na maombi yameombwa, siku na dua imeombwa. Sasa wewe mwambia Mungu, haya yaloombwa yaitikie, yani yakubali, ndo maana ya amin. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumefahamu sasa maana ya amin. Tumefahamu maana ya amin. Mwenyezi Mungu atutakabalie amali zetu. Hapa raha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema amin, maswahaba hawakusikia dua. Sasa lakini kwa lipi hii maana amin? Wewe kuna dua gani uliomba dua kwa siri ukasema amin? Kwa sababu sisi twajua mtu anaposema amin maana yake nitakabalie dua yangu. Sasa hatukusikia dua, si tumesikia amina tu. Uko na mimi hapa? Uko na mimi vizuri? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelezea namna hii. Asema alinijia mimi Jibril. Ni hamkumuona wala hamkumsikia, lakini ule Jibril akanambia mimi, raghima anfun abdun adraka walidayhi falam yudkhilahu aljanna. Yani hichi ni kinaya, raghima anfun, yani pua yake imeramba mtanga. Yani ni kama kusema huyu amepita patupu, hana maana, hana faida, hana natija. Mtu gani? Atakayekuwakuta wazee wake wawili au mzee mmoja asiwe kisha akose kuingia peponi, hana maana. Maana yake amaanisha nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna mlango mpana, mkundufu, laini, rahisi wa wewe kuweza kuingia peponi kama kupitia mlango wa kupata radhi za nani? Wazazi. Sasa yule atakayekuwa amekutana na wazazi wake asipate sababu, asiwe mwenye kuingia peponi kwa kupitia mlango wa kuwaridhisha wazazi, huyo kwa lugha ya vijana siku hizi imekula kwake, sio kwangu, kwake yeye huyo. Mungu atujalie ni wenye kuingia peponi kwa kuwaridhisha wazee wetu. Itikia amin, usiogope bwana. Tikia, malaika akusikie. Malaika wengine hawasikii sauti ndogo. Tikia kisasa mpaka useme wamesikia malaika wote, hata wale ambao kwamba sio wamesikia. Watu yahi, kuna watu amin sijui nini kwa sababu yahi sauti ndogo yatakiwa ukinena maneno mabaya. Juzi nimesema hapa darasani, neno zuri lolote usilitamke kwa sauti ndogo. I love you. Wako naogopa, mwambie I love you. Asikie sawa sawa. Lakini mwambie sikufurahi ulivyofanya Lakini sisi kinyume. Jambo likiwa hukulipenda ndio hulitolea. Wewe mambo gani hao yafanyayo? Lakini ukimwambia asante, umefanya vizuri. Asante bwana, umenifanyia vizuri bwana.
Mungu akubariki. Mungu atakubariki, lakini Mungu nawe atakuonesha. La haula wala quwwata illa baya, halitolewi sauti. La yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawl. Mungu amesema wazi, usiniulize rawahu, maana siku hizi kila kitu chatakana dalili. Hiyo aya rawahu mpe wewe, aya ya Qur'ani juzu ya ngapi hiyo? Juzu ya ngapi? Hatuhisi juzu ya ngapi? La yuhibbu Allahu al-jahra, juzu ya 6. La yuhibbu, Mungu hapendi. Hapendi nini? La yuhibbu Allah, Mwenyezi Mungu hapendi al-jahra, kusema wazi wazi, bisu'i min al-qawli. Neno likiwa baya hapendi Mungu liseme wazi wazi. Maana yake neno likiwa zuri apenda uliseme wazi wazi. Sasa ingine mtu mswalie mtume, Allahumma salli sallam alayhi. Angalia mimi nena mswalie mtume hakuna hata mmoja. Mmesikia nyinyi? Mswalie mtume. Allahumma salli sallam alayhi. Ya akhi, kumswalia mtume ni hasan, ni baya, ni zuri? Toa sauti, usiogope. Sasa tahadhari ndugu yangu, uwakute wazee wako na usiingie peponi. Na kuna watu hawajaliwa kuambia mzee wake mama I love you. Yeye ajua I love you ya mke tu. Anayestahiki I love you ni nani? Mama na baba. Hao ndo wanastahiki, na love you yao ndio ya ukweli na haibadiliki. Amina ya kwanza tumejua mtume kwa nini amesema amin. Asema nilipopanda ngazi ya pili, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema raghima anfun abdin dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma salli sallim alayhi wa ala ali. Asema amepita patupu, hakufaulu, hana faida, hana natija, pua yake imeramba mtanga. Nitakao kutajwa mimi Muhammad mbele yake, falam yusalli alayhi, asiniswalie. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala ali. Yani wewe wasikia jina la mtume sallallahu alaihi wasallam latajwa na humswalii kusema Allahumma salli wa sallim alayhi. Na kweli huyu amepita patupu. Wajua hakuna ibada wewe na Mungu mutaifanya, ibada yote ifanyao huwa ifanya wewe tu, ila ibada moja, swala ya mtume. Ya ayyuhalladhina amanu inna Allaha wa malaikatahu, mimi naswalia na wewe swalia. Maanake mimi na wewe ndo tufanye nini? Tumswalie huyo Muhammad peke yake. Hakuna ibada utashirikiana na Mungu. Ibada zote wewe wafanya peke yako, ila ibada ya kumswalia mtume ndio ibada wewe waifanya na Mungu wafanya nini? Aifanya. Tumswalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Amina ya pili tumejua. Amina ya tatu ndio yetu. Sikiliza kwa makini sasa hapa. Hii amina ya tatu sasa, na tumesema maana ya amina nini? Mola itakabali. Kabla sijasema hii amina ya tatu, jua anayeomba ni nani? Anaomba dua ni nani? Jibrili. Anaitikia amina ni nani? Hiyo dua inakosa? Hiyo dua inakosa? Ina wasiwasi? Nataka mujibu, ina wasiwasi? Kwa hiyo imejibiwa hii dua. Sasa ni mimi na wewe tukiifanyia kazi sawa, tusipoifanyia kazi hasara tulokula ni sisi. Sikiliza dua ya tatu. Dua ya tatu, mtume sallallahu alaihi wasallam asema, Jibrili amesema hivi, raghima anfun, amekula hasara, hana faida, hana natija, asikitisha huyu, amefanya kazi ya bure. Mtu gani? Man adraka ramadhana wa lam yughfar lah, mtu ambaye ataingiliwa na Ramadhani na atoke bila msamaha. Hoyo mimi namwombea Mungu, hoyo ni mtu amepata hasara ya Muhammad. Itikia ya manake, ya Rabbi, ikiwa mtu amepata Ramadhani na hakusamehewa madhambi yake, hoyo na apite patupu. Mtume akasema amin, apita patupu. Sasa mimi na wewe tuna madeni, na mwenye deni akudaiwa kwambia ukija alfajiri kuswali shibu msamaha, utakuja huji? Sasa Mwenyezi Mungu atuambia, yoyote ambaye kwamba anaona dhambi ni dhiki kwake, dhambi ni tatizo kwake,
dhambi ni shida kwake, dhambi ni jambo baya kwake, dhambi ni ukorofi kwake. Nafasi hii, ofa hii. Nini maana falam yughfar la? Manake ile Ramadhani yenyewe automatical ya kupa msamaha ikiwa wewe utaipa haki yake. Mmenifahamu hapa? Unapoipa Ramadhani haki yake, kwa maana man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, mchana wako wa Ramadhani ni mchana wa Ramadhani. Ramadhani aliyoitaka Mungu sio Ramadhani tuitakao sisi. Maanake Ramadhani yetu sisi mtana ni kutafuta kitu chikakupumbaza usiijue saumu. Wenye dumna hufungua bao jipya, wenye drafu, wenye karata, wenye kete, wenye keram, wenye vipindi, wenye yani sisi Ramadhani kwetu sisi ni Ramadhani ya dikor, ni Ramadhani. Sasa tuangalie kuna kipindi gani cha Ramadhani, kuna musalsal gani, kuna sijui channel gani, kuna sijui vitu gani, yani ni entertainment gani za kunifanya mimi nsisikie hii Ramadhani. Na Mwenyezi Mungu kuanzia alipoilazimisha Ramadhani ilianza wakati wa jua kali. Hii Ramadhani kuitwa Ramadhani ni kwa maana mina ramla, ardhi moto. Sasa kusudi Ramadhani ije wakati wa joto, ili na wewe ukifunga ile joto la kufunga lichome zile dhambi zako, ikiwa lakini utaipa haki yake Ramadhani. Kuna mambo ambayo kwamba Ramadhani yataka kwetu sisi, na lazima kwa haya masala mawili kila mmoja ajiulize. Na mimi ndio khutba itakayokuja, lakini sitokuwa hapa, lakini khutba yangu itakayokuja, madha yuridu minna Ramadhan wa madha nuridu minna min Ramadhan. Ramadhani yataka nini kwetu sisi na sisi tutaka nini kwa Ramadhani? Mshawahi kujiuliza hilo swala? Wakati unapojiuliza hili swala sasa utakuwa umetarget Ramadhani yataka kadhaa, Ramadhani yataka kadhaa, Ramadhani yataka kadhaa, utakuwa umetarget. Na mimi nataka kwa Ramadhani nifikie target kadhaa 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 kadhaa. Ukiwa wewe utakuwa na plan muhimu sana jamanini, sisi twaingia katika biashara kwa plani kubwa sana. Leo kuna kitengo cha someshwa business management, ni namna ya kusomea namna gani utafanya biashara, namna gani utaikuza biashara, namna gani utaiendeleza biashara, namna gani utaiepushia biashara na hasara. Lazima na sisi tuwe na business management katika ibada. Vipi utainvest katika Ramadhani? Usikubali na Ramadhani haina makubwa, yataka ibadatul huwiya, yataka CV yako wewe kama nani. Hakikisha ndani ya Ramadhani ile CV umeifanya ndivyo ulivyo. Mfanyi biashara yatakiwa kitu viwili tu kweli, atajirul amin as-saduq, uwe mwaminifu, uwe mkweli. Hakikisha vitu viwili kwako, at least Ramadhani havikukosana na wewe. Baba yatakiwa namna gani wawalea watoto wako ndani ya Ramadhani. Mume namna gani waangalia familia yako, wake zako. Mke namna gani wamsimamia mume wako. Mtoto namna gani wawasimamia wazazi wako. Mzazi namna gani namna hiyo. Tajiri vipi kwa wafanyikazi wako. Mfanyikazi vipi kwa tajiri yako. Hakikisha hilo. Angalia, hakuna hadithi iliyosema watu watoe zaka Ramadhani. Lakini wajua kwa nini imekuwa watu wapenda kutoa zaka Ramadhani? Mmoja katika mawili. Ima kwa ajili iwakumbushe kama mali yana zaka na wakati una zaka. Mimi wakati wangu Ramadhani nautolea zaka zake, nautolea kwenye nini? Mungu amefaradhia. Angalia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ametuambiaje? Liyunfiq dhu sa'atin. Hakusema liyunfiq dhu mali.
Kisha akaspecify vizuri, waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Mungu hajaikalifisha wewe. Uwezo wako ni nini? Ni time. Time is money. Kama pesa huzitoi ila mahala wajua utapata faida, na wakati usitoe ila kwenye jambo ambalo kwamba kesho litakuwa na faida akhera. Una uwezo wa kutamka alkalimatu tayyiba, toa neno zuri angalau. Una afya, itumie katika kuwasaidia wenzako kwenye mambo mazuri. Una cheo serikalini, saidia kuwahafifishia watu, saidia kuwaondoshea watu dhulma. Una senti, una biashara, punguzia watu. Hele Waislamu wao wenyewe wajiweke ofa Ramadhani, lakini ndo Waislamu hupandishiana bei Ramadhani. Ajabu wasokuwa Waislamu wakifika kwenye Christmas, sijui wakifika kwenye nini wana ofa. Waislamu wakifika Ramadhani hatuna ofa. Haifai. Kwa Ramadhani tumeambiwa ni mwezi wa kufanya biashara ya senti au biashara na Mungu. Fanya biashara, lakini usisahau akhira yako. Usisahau kujiwekea kwa Mola wako. Mwenyezi Mungu alituambia katika Qur'ani, ma indakum, ukikiweka kwako kitamalizika, lakini ukikiweka kwa Mwenyezi Mungu, wa ma indallahi. Lakini sisi tupenda chenye kumalizika kuliko chenye kubakia. Masikitiko. Sasa ni muhimu uwe na master planning. Ramadhani wewe wataka nini? Ni muda gani utasoma Qur'ani? Ni muda gani utaleta istighfari? Ni muda gani utaswali? Ni muda gani utahudhuria darasa? Jiwekee plan. Na usiseme nitajitahidi. Ndo nimeamua, hii ndio programu yangu. Hii ndio programu yangu maraini. Ramadhani hii mimi sitaki ila hii. Ujiwekee nafasi at least, hata kama ni 1 hour. Hiyo wakati ni wewe na Mola wako. Basi, hutaki kumsikiliza huyu, roho yako ikabidhi kwa Mola wako, zungumza naye. Mungu hataki ufasaha wa matamshi. Mungu ataka ufasaha wa moyo. Ufasaha wa moyo ndio kitu muhimu. Moyo wako mueleze Mwenyezi Mungu yale matatizo yako, zile dhiki zako, na usifanye wewe kwamba haja yako ni namna gani wewe kulilia Rabbi, mimi kila kitafuta riziki sipati. Je, umetafuta kuwa karibu na yeye usipate? Hebu niambieni, ni nani alotafuta kuwa karibu na Mwenyezi Mungu akakosa? Haiwezekani wala haitotokea. Lakini tatizo sisi tunataka tuwe karibu na kazi, karibu na bosi, karibu na fulani, karibu na alani, karibu na faltani. La. Al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi alikiwaambia watoto wake, la tas'alu Allah an yu'tukum, musimuombe Mwenyezi Mungu awape riziki, bali saluhu an yurdhukum, bali muombeni awaridhie. Akiwaridhia, adhashakum ata'u, Mungu akishakuridhia vile vipawa atakavyokukupa utashangaa wewe. Wa yarzuquhu min haythu, wajua maana min haythu la yahtasib, ni kwamba wewe hubabaishwi na riziki. Si maana kwamba riziki iko tele, watu wababaika. Manake kuna watu wallahi matajiri zao hushangaa, huyu mshahara mdogo, lakini mbona namuona na furaha, makini, hana babaiko, au yaiba huyu. So Mwenyezi Mungu yarzuquhu min haythu la yahtasib, hana kubabaika, kile apatacho cha mridhia. Mungu amemjalia yeye hababaiki, na aliye uko nyuma yake hambabaishi. Manake wajua, waweza wewe usibabaika, lakini uko nyumbani kila ukenda, mbona mikono mitupu? Si nimekwambia mimi baada ya Ramadhani tuna harusi? Yani wewe Ramadhani yote ukerwa harusi, usende.
short and clear. Uole wao wewe, mamangu usende, harusi ya mamako usende. Kuna la zaidi? Mwanamke ni hata mfanya ibada, wewe harusi. Mimi natamani kufanya ibada, umekuwa wewe bwana zengea kokote, mtie mtu mtanga, akiufuta mtie acid. Maana yake siku hizi kuna watu ukimtia mtanga, hata ukimtia masala usikia raha, mezoea kula masala pa kwenye mato. Haiwawashi. Mwambie bwana wewe piga ua. Kwa kutafuta nini? Taka harusi, taka TV, taka kadhaa, yataka wake waambie piga ua maraini, usitoke ila bidhambin maghfur wa tijaratin lan tabur wa sa'in mashkur. Mume wangu Ramadhani hii inshallah tunataka tusitoke katika Ramadhani hii ila Mwenyezi Mungu ametubadilisha hali hii, hali tulio tuwe katika hali nzuri ya kupenda taa, ya kufurahia ibada, ya kuonea ladha. Mimi mara hii nataka insha Allah taala nisisome aya ila naisikia utamu wa aina nyingine sana. Kuna watu walikuwa wakisoma tu innal ladhina, inasemaje hii aya katika suratu Taha ya mwisho, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Al-aya ايش يقول؟ للصالحات sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Akikariri aya hii paka asubuhi, wudda. Asema kila nikisoma innal ladhina amanu wa amilu salihat, kila walioamini, wale ambao wameamini wakatenda na mema, sayaj'alu lahumur rahman wudda, Mungu huwajalia wana mapenzi special. Kila nikisoma napata maana mingine, kila nikisoma wudda wudda wudda. Ya akhi, ukipata mapenzi ya Mwenyezi Mungu huwa mtu mwingine. Lakini twayataka watu hamu zao kutafuta mapenzi kwa wake zao. Mke wangu mimi anipenda, Mungu wako. Bosi mimi anipenda, Mungu wako. Wewe wafurahi bosi akupenda, la ungejua raha ya kupendwa na Mola wewe hungelala tena. Siku moja kuna bwana mmoja alikiitwa Hatimul Asam. Huyo Hatim ilikuwa ni bwana mcha Mungu sana, mpaka maana kuitwa Hatimul Asam, yani Hatim kiziwi. Ilikuwa si kiziwi, alikuwa ni mfanyi biashara tu kwenye kiduka. Akaja mwanamke kwake kutaka kununua bidhaa. Kwa bahati mbaya miskini mwanamke akatoka na upepo, akapiga shuzi, yani ule mwanamke kwa sauti. Ule mwanamke ni mwanamke wenye haya, kusio wanawake wengine danda kiteko pale pale, hehe maragwe hayo. Hata mwanamume wana haya, lakini kuna wanawake akhi hawaogopi. Kwambie kwa ninafanya nini? Si jambo la kitabia. Ule mwanamke akaona amevukwa na nguo. Lakini huyo Hatim akajifanya kama hakusikia. Akamwambia wataka nini? Yule mwanamke akamwambia sukari iko nini? Mwanzo yule mwanamke alhamdulillah, si haba huyu bwana hasikii. Nini? Sukari. Inua sauti. Si haba. Mungu ni Mungu. Angelisikia ungekuwaje leo? Ikabidi paka akamfahamisha hii 30. Basi ule mwanamke alipotoka akasema natoka dukani kwa ule bwana anadharau kuzungumza naye, hasikii. Nani hasikii? Hatim usikia? Hasikii wallahi. Ikabidi Hatim akubali kuanzia siku hiyo kwa yeye hasikii. Sasa akabandikwa ina sio tena wewe watu fulani upi kiduko kifupi, wewe tena Waswahili usiwe na yambo, watakuandika ina tu. Tusikia mtu kitwa fulani nani bichwa, ule bichwa, yani ana kitwa kikubwa. Yani wewe Waswahili ukipatikana na yambo wamekuandika nalo, ndio sifa yake. Sisi kule kwetu kuna wengine waitwa cheusi, wengine waitwa cheupe. Yani wewe uwe na kitu tofauti, tuna watu khalas. Sasa ikawa maarufu jina lake Hatimul Asam, na miskini sikiziwi. Sasa huyu Hatim ilikuwa ana na familia na tamani kwenda hija. Siku hiyo akaketi na familia yake, akawaambia wallahi mimi natamani kwenda hija, lakini kinachonifanya nisende,
mimi niko hapa kupata kula mambo kazi. Je, ikiwa mimi siko? Angalia tafkiri yake, kwamba mimi niko hapa hubangaiza chembecho lugha ya kisasa, henda mbio, lakini hapo hapo walideni mtuzi kardha. Naogopa nikisafiri nsiwazidishie shida. Ana kijibinti kidogo miaka 7, akamuuliza baba, kwani wewe ndio unaituruzuku au wewe ni sababu ya sisi kupata riziki? Sikia mtoto mdogo huyo, miaka 7. Manake wale wote, mke wake akasema kweli utaondoka yeye bwana, utatuata vipi? Tutapata tabu. Wale watoto wengine, kweli baba, au siondoke bwana, tutakula shida. Cha mwisho sasa kuzungumza, kikauliza swala, nataka niwaulize jamanini, huyu baba ndiye Arrazik? Huyu ndiye anaituruzuku sisi, au yeye ni sababu tu ya sisi kupata riziki? Akasema ni sababu tu, aturuzukiwa ni Mungu. Maadamu yeye ni sababu, mwate aende na Mungu atatuwekea sababu nyingine. Kama yeye ni sababu, siye Arrazik, Mungu hatoshindwa kuweka sababu nyingine, mwateni ende. Wale kabidi waone haya, mtoto mdogo waonesha namna gani wawe na i'timad ala Allah, kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ndio waambiwa siku zote usimtegemee bosi wako, kasema akifa ule bosi. Usitegemee mtu, mtegemee nani? Tena Mungu akakwambia watawakkal ala alhayy alladhi, bas hapo ndio pafaa kwa awe wakili wako. Wakili ni ule umwachia kesi zako, wakili ni ule umwachia mambo yako akupelekee, basi wewe mwachie yeye. Ala alhayy alladhi, manake mwingine yoyote aweza kufa. Aweza kufa, akifa utakuwaje? Taban Hatim ikabidi asafiri. Akasafiri huku matatizo yakaanza nyumbani, chakula tabu. Sasa asubuhi alikuwa hapati tena mofa, wakawa saa zote ule kijana, maona wewe fidhuli, maona sasa darubu. Sasa hii shida imekuwa. Angalia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu asemaje? Waman yatawakkal ala Allahi khalas, huyu ameondoka na tawakkal full. Hatim kwenye safari yuenda na shida. Kuna tajiri mmoja akaumwa, tukua wewe ni nyoka, ni nge kitumbo, ni nani, yani alipata tatizo. Wakauliza pale, kuna mtu yoyote ajua kuzungua? Wayua tena mashekhe hawajulikani ila wakati wa shida, hawa maustadhi wa madrasa hawajulikani, hawathaminiwi ila wakati wa mtihani wa skuli. Wakati wa mtihani wa skuli hakuna mwambia mwalimu wa skuli, ustadh wewe mwalimu utakawatilie dua. Watarudi kule kule madrasa, ustadh watoto wetu kesho na mtihani wa form 4 watilieni dua. Kwa nini msiwete madrasa? Yeye ndo humkumbuka mwalimu wa madrasa. Wakiwa na mitihani ya skuli wana dua wataka kwa walimu wa wapi? Kwani hawa walimu wa skuli hawai kuomba, lakini hawa hawana fungamano na Mungu. Huyu mwalimu wa madrasa fungamano lake si la mwingine ila nani? Allah. Sasa hawa mashekhe siku zote hujulikana wakati ile time. Angalia wakati wa corona watu walikuwa karibu sana na mashekhe. Bwana shekhe usisahau na dua yangu, manake si kwamba ataka dua, ataka asife. Kumalizika corona hakuna hata simu moja shekhe ntila na dua. Wakati wa corona mashekhe waliishi vizuri. Kama kuna mashekhe walikuwa hawapendi kheri, basi walisikitika kuondoka corona, manake kuna watu walikiishi. Sasa jamaa mmoja akasema, bwana mimi najua hapa safarini tuko na Hatim ule mcha Mungu sana. Akaitwa Hatim. Tena bwana amekuja safarini, miskini hana hata kipando, yatembea na miguu, hata hana zadu safari, yani hana. Watu zamani walikisafiri wakibeba chakula cha kuweza kuketi na wewe mwezi safarini, hana miskini chochote. Akamwambia mleteni, akaletwa, akamsomea ule bwana, Mungu akamtilia kabuli, yakawa. Wajua zamani uzuri wake, watu walikuwa wakiwaita mashekhe kuwasomea, walikuwa wana itikadi ya kuwa kisomo ni dawa. Siku hizi kwambia jaribu, ila kuna shekhe kule, hela ndaka jaribu, basi akaenda kupita na majaribio tu. Mungu hajaribiwi, Mungu huaminiwa. Ikapita kabuli. Ule bwana alipopoa akamwambia Hatim, kuanzia sasa wewe
mahmul mashmul, yani safari yako yote iko juu yangu, mai koko kuni koko. Umekudhamini kila kitu. Sasa badala alikuwa yuwasafiri safari ya dhiki, sasa yuwasafiria kwenye presidential VIP. Sasa angalia Mungu. Sasa Hatim akainuka usiku akamwambia, ya Rab, umenionyesha utendakazi wako wewe kwangu mimi, na nakuomba ya Rabbi, nionyeshe utendakazi wako wewe kwa familia yangu. Huku alipotoka Hatim, mfalme alitoka kwenda kuinda na wafalme wenzake, wamekwenda hunting wanyama. Wakirudi, zamani matajiri walikiketi mjini, maskini wakiketi nje ya mji. Siku hizi kinyume, matajiri ukimbia mji, kisha kwambia kuna majambazi. Mliwakimbia watu nyinyi, waate majambazi wawashambulie. Mtu keti na watu, mimi kuna majambazi. Watu wapenda kutaba tu, usikia Dubai watu kuna mitaa kitajiri na, lakini Dubai hakuna wizi. Huku wizi. Sasa mwizi anataka kwa maskini? Mwizi atakwenda Mshomoroni, atakwenda Nyali? Mshomoroni aje Peni? Ndoo za mai? Hata kwenda huko akikosa ngaa side mirror ya Mercedes Benz ni haba. Sasa zamani maskini walikiketi nje ya mji, matajiri ndio wakiketi town center. Sasa ule mfalme na wale wafalme watoka hunting, warudi kiu. Mungu amewapa kiu ya ajabu sana. Unajua maana kiu? Nyota. Yani wataka kunywa maji. Nyumba ile ya kabili ni ya Hatim. Akasema, akamtuma askari, nenda kabishe pale waambie mfalme ataka maji. Nyumba niyo imeatwa haina chochote. Wakaja wakabisha. Go. Nani? Mimi polisi. Kunani tena? Hatim umebadala kutuatia chakula, tuatia na polisi sasa. Wale akifungua akamwambia mfalme na ana na jeshi lake, wafalme ndani wake wasema wataka maji. Subhanallah. Maji sisi tutayatoa wapi maji ya kumnusha mfalme? Mfalme amezoea kunywa maji ya mineral water. Sisi maji. Kile kijana sasa akamwambia niatieni mimi. Wewe utakwenda kutufedhehi mwanangu. Kijana akateka maji, bismillah, akampekea ule mfalme. Yana miaka 7, mfalme kuyanwa yale mai, ikawa umri wake hajanwa maji yenye testi kama yale. Kauliza, nyinyi haya maji nyi uteka wapi? Kasema hichi kisima kitekacho na watu wote. Haiwezekani. Nipe tena. Mfalme akayaona tamu sana. Wale wendani wake wote wakayanwa, akasema hatujawahi sisi kunywa maji. Haiwezekani, ni maji ya akamwambia ndio maji tutekao sisi. Siku zote twenda hapo. Mfalme kwa furaha ana ukanda. Zamani unajua kila mtu kama siku hizi kuna vijibegi. Zamani abeba begi, kuna handbag zile ubeba watu gani? Wanawake. Siku hizi ubeba handbag tu, kukwambia ati hii ya kiume, hii ya kike. Lakini handbag ni hiyo handbag, ni kuita tu wewe ukasema men handbag, woman handbag. Twendeni tutafika. Akatoa ule ukanda, ndani kuna dhahabu. Yani ametia, akasema kila yule ambaye kwamba aamini kwamba mimi ni rafiki yake, naomba tuwape zawadi hawa. Waati kila mmoja kukarundikwa mpaka ule kijana amekuwa haoni upande wa pili. Mfalme wakashikandia akaenda zao. Baada ya kuuliza mfalme, kwani hii nyumba ya nani? Akamwambia nyumba ya Hatim. Hatim ni upi? Hatim yule ambaye hasikii mja, ni mtu miskini, saa zote yeye ni dukani ni msikitini, ni dukani ni msikitini, hana maneno na watu, yeye mwenyewe hasikii vizuri, hasikii ni duko. Ule kijana akirudi ndani akamwambia, mama, mfalme ametupa zawadi. Zawadi gani tena? Bismillah. Akaenda kuangalia dhahabu, madhahabu tukua wakati ndani. Sasa nyumbani watu alhamdulillah, furaha. Ule kijana mdogo ule, watu sasa watu walikilia, yeye alikuwa kwa makini. Watu wakilia kwa shida, yeye makini huangalia. Leo watu wote ufurahi, yeye ulia. Ule mama akamwambia, wewe kijana, wewe mbona henda kinyume na mambo ya kitabia? Leo siku ya furaha wewe utulilia. Akasema, mimi silii kwamba nina maudhiko, nalia mumeangaliwa na waja wa Mwenyezi Mungu tu kwa ito la rahma. Furaha yenu ni hini. Je, mngeangaliwa na Mungu?
Hii ni jito la sikitiko la tajiri wa duniani. Je, unapoangaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hali yako itakuwa namna gani? Sasa mimi nalia, nasema ya Rabbi, kama ulivyowapa furaha leo hawa kwa kuangaliwa tu na mja katika waja wako, twaomba ya Rabbi uangalie kwa rehema zako. Hichi kiswa lengo lake nini? Ule usiku wa kwanza, ile siku tunaangalia mwezi uonekane, hiyo ndio siku watu ufaulu au ufeli. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, inna lillahi fi awwali laylatin min Ramadhan nadhara. Mwenyezi Mungu katika usiku wa kwanza, ule usiku watu ndio waenda kukwambia kuvunja jungu, si uita ule usiku wa kuvunja mwanamke mwenye nani yake, ndio siku hiyo humaliza ati huaga sasa huaga maasiya. Lakini jua siku hiyo ndio Mwenyezi Mungu huangalia waja kwa jito la rahma. Waman nadhara Allahu lahu la yuadhibuhu abada. Na yule atakaye kupata kuangaliwa na Mwenyezi Mungu, Mungu hamuadhibu. Sijui ndugu yangu, watamani Mungu akuangalie? Angalia namna gani utaipokea Ramadhani. Atana na mambo ya kwenda mifungo isokuwa na maana. Mimi nakumbuka tulikitukuliwa baadhi ya mifungo na watu, wallahi husikii ila ni watu kuuliza masala ya kidini yakitukuliwa na mashekhe. Yani tukienda sisi madrasa fulani, utasikia madrasa leo fulani enda mfungo, na watu fulani wakija, wale wakiuliza ustad katika kadha kadha waye ingawa sisi ni watoto wadogo hayo, ona hii Ramadhani ya watu wazima si yetu. Lakini nakumbuka watu walikiuliza ibada kinio, kama siku ile huwa ni halali kwa sababu ya kuaga, kutatangamanwa wake kwa waume, mashemeji, sijui manani, first cousin, second cousin, third cousin, fourth cousin, mpaka 10 cousin. Watu kutangamane hisin bisi, tutu kwa ufu. Ati huipokea Ramadhani. Nyi huipokea Ramadhani, nyinyi huikimbia Ramadhani. Henda wewe ukataka kumpokea mtu, kumbe ndo ukamkimbia. Sasa ulimwona mtu anaenda kupokea mtu na polisi, tena polisi watukuzie pingu. Watu hupokewa kwa maua. Ramadhani hupokewa kwa istighfar. Ramadhani hupokewa kwa tauba sadiqa. Tauba sadiqa, kwamba mimi ni mja na madhambi, sistahiki kuipokea ya Rabbi, tatubia kwako wewe. Ramadhani hupokewa kwa islahu sarira. Na katika makosa usimwambie mwenzako tusameheane kwa ajili ya Ramadhani. La, tusameheane kwa ajili, kwa sababu aliotukataza kuteta si Ramadhani, aliotukataza kuteta ni aloileta Ramadhani. Na usingoje mtu akwambie ni samehe. Samehe wewe. Wajua unapomsamehe mwenzako, kabla wewe hujamwambia Mungu ni samehe, na yeye ukusamehe. Ndugu yangu, usitoke hapa ila kama kuna mtu amekukosea, msamehe. Mungu aangalie hizi nyoyo zetu. Jitahidi, yoyote alikukosea msamehe kwa ajili yake. Uko kwenye nyumba yake, angalia moyo wako namna gani wewe katika kuwasamehe wenzako. Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum. Hatupendi sisi Mungu atusamehe? Hatutaki kusamehewa na Mwenyezi Mungu? Basi samehe. Ramadhani yatakiwa kupokewa bihijrani dhunubi wal maasi. Kimbia maasia, si kimbilie, kimbia. Tubu taubatan nasuha, kwamba hutorudi tena. Atana na ada mbaya. Usiseme sasa ni Ramadhani wata tu stop. Khalas, sasa ni umri ambao kwamba hautakiwi tena niendelee na madhambi. Basi kuanzia sasa mimi khalas. Ramadhani wewe umeweza kupambana na zitu mubahat. Kula si haramu, lakini umeweza kustahimili. Kunwa si haramu, umeweza kustahimili. Kwa nini washindwa kustahimili na madhambi? Kwa nini mtana usile, usinwe, lakini usiku ule kwa ghiba, ule kwa namima, umsengenye mtu, umkosee mtu heshima, umkosee mtu adabu,
Au wewe mwanamke utembee mtana, mashallah, jilbab, usiku meleka kando. Kwani wewe Ramadhani ni mtana tu? La, Ramadhani ni mtana na usiku. Tena wajua kufanya madhambi usiku ni mbaya zaidi kuliko kufanya madhambi mtana, kwa sababu usiku ndio wakati wa munajatullah. Wajua usiku kufanya ibada ni bora kuliko kufanya ibada mtana. Wewe huyasikia yaqumuna nahara, hufanya ibada mtana. Ibada ya mtana peke yake ikitajwa ni nini? Saumu bas. Lakini ibada ya swala haijawahi kutajwa mtana. Wewe huyasikia kuna mtu mtana uswali raka 1000, umewahi kusikia? Lakini usiku utasikia kuna watu 1000, kuna watu 2000, kuna watu 100, kuna watu kadhaa. Wote nifanye, kwa sababu ibada usiku ndio time mzuri ya ibada. Sasa wewe Ramadhani jitahidi usifanye maasi haswa usiku, ni hatari sana, na hata isokuwa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu zangu, Ramadhani yaja, tumeprogram nini? Tumejiandalia na jambo gani? Aina ma takunu yuwalla alaikum. Vile wewe unavyokusudia Mungu akupeleka vile vile. Angalia wewe, tia nia njema, lengo lako ndani ya Ramadhani, shabaha yako, makusudio yako, programu yako ndani ya Ramadhani kuanzia sasa, na Mungu atatuwafikia. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Mungu ajalie hii Ramadhani itakayokuja iwe ndio abrak Ramadhan kwetu sisi na kwa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu awafariji ndugu zetu waliokuwa Falastini. Mwenyezi Mungu awaletee nusra, na wale wote ambao kwamba wao ni kinyume na huwapangilia mabaya, Mwenyezi Mungu awarudishie yale mabaya katika shingo zao. Kila atakayekusimama kutetea Uislamu na Waislamu, Mwenyezi Mungu amsimamishe, na kila atakayekusimama kutaka kuuangusha Uislamu na Waislamu, Mwenyezi Mungu amwangushe. Mwenyezi Mungu atudhihirishie kila ambao kwamba wenye imani hakika yao, na watudhihirishie kila wale ambao kwamba wana unafiki hakika yao. Mwenyezi Mungu asitupe mitihani katika dini, asitupe mitihani katika akili. Mwenyezi Mungu atupe thabati katika imani, atuhuishe hali ya kuwa na la ilaha illallah, na atufishe katika la ilaha illallah, na atufufue katika tini ya bendera ya la ilaha illallah, mutahaqiqina alaiha hissan wa ma'na birahmatihi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.